Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ambaye unakuwa mgeni rasmi kumwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye sisi wizarani ambaye ameikabidhi pamoja na mambo mengine masuala ya kiutamaduni, tunamuita mwana utamaduni namba moja kwa jinsi anavyojitoa kuhakikisha anaendelea yeye na serikali yake kuhifadhi utamaduni wa makabila mbalimbali kwenye nchi hii. Na mambo mawili tu ya kusema kwa ajili ya kufikisha salamu za wizara kwako. Kwanza, kutokea wizarani, serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwana utamaduni namba moja, itaendelea kutoa ushirikiano wa karibu kuhakikisha tamasha hili linaendelea kufanyika. Aidha, serikali kupitia ofisi ya mkoa wa Mwanza na wizara yenye dhamana ya utamaduni itaendelea kusimamia tamasha hili na kutoa ushauri wa kitaalamu na kutangaza utajiri wa urithi na utamaduni wa jamii ya Wasukuma ili kuvutia utalii na utamaduni. Moja ya mambo ambayo niliambiwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa leo ambayo hawakuwahi kuniambia kabla ni kuhusiana na vile vikundi vyao viwili vya ngoma. Kuna moja ambalo alama yao ni nyoka. Kuna moja inaitwa Bagalu, nyoka na nungunungu, na lingine Bagika ambao wao wanatumia fisi. Bagalu ndo fisi, alafu Bagika ni nyoka na nungunungu, si ndio? Sasa wakaniambia bwana, hawa wanaotumia fisi wanashindwa kutekeleza namna walivyokuwa wakiifanya kiasili ngoma hii kwa sababu ya sheria zilizopo, makatazo yaliyopo ya serikali. Wanasema kuja na fisi unaweza ukapata kesi ya kuwa na nyara za serikali. Sasa mimi nitalifanya kwa nafasi yangu, lakini kwa sababu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa utakuwa unamwakilisha Mheshimiwa Rais kwenye shughuli hii, ningeomba tufanye mawasiliano na wenzetu wa Wizara ya Utalii kuona namna kama vile vikundi vya sanaa vinavyoruhusiwa kutumia nyoka kwenye maonyesho yao, basi kuwa na leseni rasmi ambazo zinawaruhusu vikundi vinavyofahamika vilivyosajiliwa vya sanaa viweze kutumia, ili tusipoteze urithi wa utamaduni huu. Nao Chifu Wangaya oye! Punga mkono kwa Chifu Wangaya! Chifu Wangaya oye! Ndugu mgeni rasmi, napenda kuwajulisha kuwa Chama cha Mapinduzi kitaendelea kujenga taifa linalojitegemea kiuchumi na kisiasa, lenye ustawi wa watu wake na linaloenzi na kuthamini mila nzuri, desturi na tamaduni kupitia njia mbalimbali, ikiwemo kuendeleza tamasha kama hili la utamaduni la Bulabo. Ndugu mgeni rasmi, katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya 2025-2030 imeeleza ahadi kubwa ya kudumisha utamaduni wa taifa na kukuza sanaa na michezo kupitia ukurasa wa 35 na kifungu 53 inaeleza: aidha, utamaduni, sanaa na michezo ni sekta zinazoboresha afya na wananchi, kuchochea ubunifu na uvumbuzi wa kuimarisha amani na umoja wa taifa letu. Vilevile, mauzo ya bidhaa na huduma za kitamaduni huwezesha nchi kuingiza fedha za kigeni, hivyo kukuza uchumi na kuboresha maisha ya watu. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na mchango wa sekta hizi katika maendeleo ya taifa letu, CCM imeendelea kuielekeza serikali kuwekeza mazingira rafiki kwa ajili ya kuvutia wawekezaji zaidi katika masuala ya utamaduni, sanaa na michezo.
Nichukue fursa hii kuwajulisha wanamwanza wote, serikali pamoja na chama tawala tutaendelea kufanya yafuatayo ili tija ya utamaduni wetu ionekane: kuenzi na kudumisha utamaduni wetu, kuuthamini, kuutunza, kuuonyesha na kuuenzi urithi wa utamaduni wetu kupitia njia mbalimbali endelevu, kuendelea kuelimisha jamii kuhusu kudumisha amani na umuhimu wa maridhiano kupitia utamaduni, nyimbo na ngoma. Ndugu wananchi, katika kutekeleza malengo ya tamasha hili, hususan kulinda amani na kutunza maadili ya Mtanzania, tunaendelea kuwahamasisha wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukiwepo sisi wanamwanza, kuendelea kuimarisha amani, utulivu, upendo na mshikamano ndani ya taifa letu, lakini pia ndani ya mkoa wetu. Watanzania na wanamwanza, tuendelee kukataa vitendo vyovyote vile ambavyo vinaonyesha dhahiri kwamba uvunjifu wa amani ambao haukubaliki, vitendo na dalili za kuvuruga na kuvunja amani ya nchi au mkoa wetu, tuendelee kuvikataa. Amani ni kitu muhimu. Tukiumwa tunasema Mungu Baba nisaidie nipone. Kwa nini tuivuruge amani? Sasa hivi kuna watoto tunawapeleka shule kwenda kusoma. Mwanafunzi akipigwa na mwalimu anakuja kushtaki kwa baba kwamba mwalimu amenipiga, lakini kwa sababu mtoto wake, mzazi wake naye hajui maadili, anaondoka kwenda kupigana na mwalimu shuleni. Hiyo yote inathibitisha kwamba hata huyu mzazi pia hajafundishwa mambo ya mila. Kwa kweli tuna furaha sana kutujumuisha katika hili tamasha la utamaduni, ambao utamaduni, mila na jadi unatuhusu sisi viongozi wa mila kuelimisha jamii. Na hasa, ndugu mtangazaji, ukiangalia sasa hivi maadili yameporomoka sana kwa vijana. Kuhusiana na tamasha hili, sisi tunashukuru kwamba tangu 2016 tumekuwa nao, tumeshirikiana nao, kwa sababu lengo lake ni kuwaleta pamoja viongozi wote wa kimila, machifu na watu ambao wanahimiza mambo ya mila Tanzania, na kuja pamoja ni kukumbushana na kuimarishana katika suala hili la msingi, kwamba kama mtu huna utamaduni wako, basi hauna utambulisho ule wa asili. Kwa hiyo tunashukuru sana, na baada ya hapo tuliungwa mkono sana na Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye tulikuja tumpe jina la Hangaya kwenye uwanja huu. Hii ni Tanzania Habari.